Kazi na utu. Asante sana. Ndugu Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, Balozi Dr. Asha Rose Migiro, Katibu Mkuu mstaafu Comrade Dr. Bashiru Kakurwa, wajumbe nasi, waratibu wetu wa kanda ya Ziwa, kakangu Christopher Gachuma na mama Bugohe, ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza, pamoja na wajumbe wa kamati za siasa mkoa na kamati za siasa wilaya, ndugu viongozi wa Chama cha Mapinduzi na jumuiya zake kwa ngazi zote mliopo nasi, gombea ubunge wa jimbo hili la Nyamagana ndugu John Nzilanyingi, na wagombea wote wa udiwani, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, wazee wetu wa Nyamagana, wazee wa kimila, machifu wenzangu, natambua uwepo wenu, mefurahi kwa mapokezi, asanteni sana. Ndugu wanahabari, makundi ya hamasa na makundi mbalimbali mlioko hapa, ndugu Wananyamagana, kazi na utu. CCM oye! Wadira wa baba na wamayo iminze. Asanteni. La kwanza ni shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha hapa salama, nikakutana tena na ndugu zangu wa Mwanza. Lakini la pili ni shukrani kwa uongozi wa mkoa na wilaya zote za Mwanza. Lakini Nyamagana na Ilemela bila shaka, manake lilikuta mapokezi mazuri sana ya airport. Najua wilaya zote zimefanya kazi nzuri. Kwa na washukuru uongozi wa mkoa na wilaya na wote mlioshirikiana nao kwa mapokezi mazuri haya na uandalizi mzuri wa ziara yangu katika kuomba kura. Ndugu zangu, Nyamagana na hapa Buhongwa ni kituo changu cha kwanza. Tangu nimeingia Mwanza, nilipokelewa airport, mapokezi makubwa sana, lakini kusimama na kuongea, hiki ni kituo cha kwanza. Kwa sina budi kupiga hodi Mwanza, nipige hodi Mwanza kwenye kituo hiki, na naomba mnikaribishe sana. Baada ya shukrani hizo, ndugu zangu, kwa mapokezi, nimefurahi sana kuingia kwenye mkoa huu muhimu, na mkoa huu mimi na uhesabu kama nyumbani. Manake toka nimekuwa makamu wa rais mpaka nimekuwa rais, namba za ziara zangu Mwanza sijui ni ngapi. Nakuja mara nyingi sana. Kwa hiyo Mwanza mimi ni nyumbani. Na aliyenikaribisha wa kwanza akanipa uraia wa Mwanza alikuwa mdogo wangu Angelina Mabula. Ndio alinikaribisha akanipa uraia wa Mwanza, nami nikaukubali. Asanteni sana. Sasa huu ni mkoa muhimu kwa biashara na shughuli za uzalishaji, kilimo na uvuvi. Kipaumbele chetu kwenye huduma za jamii, na kama mnavyojua hicho ndicho kipaumbele chetu, huduma za jamii. Kazi ya CCM na serikali yake ni kuendeleza na kukuza nguzo hizi kuu za uchumi wa mkoa huu wa Mwanza. Lakini nguzo kuu za uchumi zinatanguliwa na maendeleo ya jamii, kwa sababu lazima kwanza utengeneze jamii, afya ya jamii, jamii pate maji, pate afya bora, lakini pia jamii pate umeme, kurahisisha kazi, uzalishaji na pia usalama wa maeneo. Kwa hiyo tumeweka nguvu kubwa kwenye maendeleo ya jamii, alafu maendeleo ya kiuchumi tunafuatilia. Ndugu zangu, katika miaka 5 iliyopita hapa Nyamagana tumeboresha hospitali yetu ya wilaya na kuongeza vituo vya afya 4, lakini pia shule mpya 6 za sekondari na 8 za msingi, pamoja na kujenga mabweni 2 na uzio kwa ajili ya watoto wenye mahitaji maalum kule shule ya msingi Buhongwa.
Lakini vile vile kubwa zaidi ilikuwa uwekezaji kwenye sekta ya maji. Ndugu zangu, nakumbuka ziara yangu ya kwanza nikiwa rais pale Butimba, nilisimama, nilipokelewa na mandoo kina mama, wakanambia sisi tu maji. Nikawaahidi nitajitahidi nilete maji. Na nataka niseme kijana wenu yuko hapa, nilikuwa namfanya kazi nzuri. Sasa kwenye maji tumeanza mradi mkubwa wa Butimba kwa shilingi bilioni 71 milioni 700 na kuwafikishia maji safi na salama wakazi 450,000 wa Buhongwa, Nyegezi, Igoma na kwengineko maeneo ya pembeni. Vile vile tumetekeleza mradi mwingine wa shilingi milioni 864 ulionufaisha maeneo ya Sahwa, Buhongwa na Lwanhima. Aidha, miradi mingine inayoendelea kutekelezwa kwa gharama shilingi bilioni 46 ipo kule Buhongwa tena, Kishiri na maeneo ya jirani, ambapo kwa sasa miradi ile imefikia 85%. Waziri yuko hapa. Ahadi yetu ni kukamilisha miradi hii pamoja na miradi ya upanuzi wa chanzo cha Capri Point ili kuimarisha zaidi upatikanaji wa maji. Pamoja na hatua hizi, nafahamu kwamba Mwanza kwa kiasi fulani ilikuwa na tatizo la katika kwa maji na kutokupatikana. Tukamleta mkuu akalala Mwanza wiki nzima hapa kuhakikisha hilo tatizo linatatuka, na amefanya kazi hiyo kwa ufanisi mkubwa. Lakini vile vile kuna tatizo la presha kuwa ndogo baadhi ya maeneo, hasa yale ya miinuko. Sasa kwenye hili tunajenga matenki makubwa maeneo ya Nyamazobe la lita milioni 5, Buhongwa lita milioni 10 na Fumagila ya juu lita milioni 10, ambapo ujenzi umefikia 35%. Tutamaliza, na baada ya kumaliza matangi haya flow ya maji, mtiririko wa maji utakuwa mzuri, yatapatikana maneno ya vijana 24 mwaka mzima. Swala jingine muhimu kwa Nyamagana ni miundombinu ya barabara. Tulikamilisha kama vyosema Nzila Nyingi, tukamilisha ujenzi wa barabara Buhongwa Igoma ya kilomita 14 kwa shilingi bilioni 22.7. Ujenzi wa barabara hii umeenda sambamba na madaraja ya Mkuyuni na Mabatini kwa shilingi bilioni 11.2, ambako ujenzi kule unaendelea na tutahakikisha tunakamilisha. Tuliwaahidi pia kujenga barabara ya Mwanza City Center Buhongwa mpaka Usagara yenye njia 4. Niwaeleze kuwa tayari tenda ya ujenzi imeshatangazwa ili tumpate mkandarasi. Muda wowote tukipata mkandarasi na tukipata fedha za kuanzia, huu mradi unakwenda kuanza. Mwanza inakwenda kuwa jiji kweli kweli. Hilo barabara nyingine ambazo tutaendelea kuzijenga ni Mkuyuni, Mahina, Muangu mpaka Igoma, ambayo imeshafanywa upembuzi yakinifu na hatua nyingine zinaendelea. Vile vile barabara ya Mwanza City Center Igoma Kisesa. Aidha, ili kuhakikisha ubora wa barabara zetu za ndani, tutaendelea kuongeza bajeti ya TARURA ili waendelee na ujenzi wa barabara za ndani. Ndugu zangu, najua ni kiu ya wana Mwanza, na hili lilikuwa niliseme kesho, lakini nitalisema leo pia. Kiwanja cha ndege cha Mwanza kukikamilisha kuwa cha kimataifa ili kianze kazi. Lakini ya Nyamagana, ndugu zangu, ndani ya Nyamagana tumejenga miundombinu ya biashara ambayo sote tunajivunia
ni stendi kuu ya mabasi ya Nyegezi na soko kuu la mjini kati. Hii ni miundombinu ya kisasa inayotoa ajira na kuongeza mapato kwa halmashauri yetu. Lakini jengine, wana Mwanza, SGR si mnaiona? Si inaendelea? Hiyo ndio CCM oye. Mbali na hayo, kuna ujenzi wengine ya masoko ambayo tumeyapanga kuyajenga na kuyaboresha pia, ikiwemo soko la Mchafu Kuoga, samaki Mkuyuni, soko la mbao Nyegezi na soko la mazao Igoma. Yote yako kwenye ilani yetu. Mkitupa ridhaa ya kuendesha serikali hii, tunakwenda kuyajenga. Masoko mengine ni masoko ya Mabatini, Buhongwa, Bugarika, Mbugani, Tambukareli na Butimba. Masoko yote tunakwenda kwa kushirikiana na halmashauri yote tunakwenda kuyajenga. Ahadi yetu ni kuendelea kuiboresha Mwanza na kuweza iwe jiji kweli kweli. Katika hatua nyingine, 10% ya vikundi mbalimbali imekuwa tukitoka bilioni 9 milioni 500 zimetoka. Vikundi 458 vimepata mikopo hii. Wito wangu ni kwa vikundi kurudisha mikopo ili wengine wapate. Lakini pamoja na haya, kama sikia wakati wa uzinduzi, tuna mfuko wa bilioni 200 kwa ajili ya fanya biashara wadogo hawa kitaifa. Tuna huo, alafu tutaona jinsi unavyoendelea. Baada ya kusema hayo, wito wangu kwenu CCM tunasema kazi na utu. Tumetengeneza ilani kubwa ya kitaifa na ilani ndogo zile za mkoa. Kama unataka kujua na kutafanywa nini ilani ndogo ile ya mkoa, tulia, utaona tulichojipanga pale, pamoja na kwamba kesho tutaeleza ilani ile inaeleza vizuri. Sasa ilani ile aya, wale wanani, hebu vuvuzela, tulieni. Ilani ile yaliomo ndio kazi tunayoomba. CCM inaomba mtupe kazi, tukafanye kazi, utu wa Mtanzania, tuheshimishe utu wa Mtanzania na tulinde utu wa Mtanzania. Na kwa maana hiyo utu wa Mwananyamagana. Kwa hiyo ndugu zangu, tupeni kazi, tukalinde utu wa Mtanzania. Kazi na utu. Ndugu zangu, pamoja na mimi ni mbunge hapa wa jimbo Ghana, nitamkabidhi ilani. CCM oye. Njoo mbunge usiondoke. Njoo hapa. Ndugu zangu wa Nyamagana, mimi mwenyewe Samia Suluhu Hassan, mgombea ubunge wa kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, lakini mbunge wa jimbo la Nyamagana kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, na wagombea udiwani ambao tulishawapa ilani ili wapite wazifafanue kwenu, tunaomba kura zenu. Wote watatu, mafungu matatu, tunaomba kura zenu. Tunawaomba tarehe 29 wote waliojiandikisha kwenye daftari la kupiga kura watoke wakapige kura. Na unapotoka usitoke peke yako, toka na rafiki yako, toka na familia. Mabalozi, hakikisheni nyumba zenu walioandikishwa wanapiga kura. Hii ni kukipa heshima chama chetu na kukipa nguvu kikatekeleza yale mambo ambayo tumeyaweka kwenye kitabu. Tukifanya hivyo, yote ukimwambia hebu tukopeshe tukajenge barabara huko, atasema hiki chama ni chama pendwa, kimeshinda vizuri, fedha hii hapa chukueni. Lakini tukishinda goigoi,
Tukishinda goigoi mambo yatakuwa magumu kidogo. Kwa ndugu zangu, kapigeni kura, tushinde kwa heshima, tukiheshimishe chama chetu, lakini nchi yetu isonge mbele kwa maendeleo. Tunaomba kura zenu na asanteni sana. Mungu awabariki. Asanteni sana. Haya, tumpungie mkono mgombea.